Je, umewahi kufikiria maisha ya kulala kitandani kwa zaidi ya miaka 10 bila kunyoosha mgongo? Je, ni nini humfanya mtu aendelee kuwa na matumaini? Hakuna kulala, hakuna kunyoosha mgongo, lakini usoni kuna tabasamu na nguvu ya kuendelea kupambana kila siku licha ya changamoto kubwa za maisha. Karibu Mbuguni, kambi ya Tanga Kati, wilaya ya Arumeru Mashariki, umbali wa kilomita 36 kutoka Arusha mjini. Hii ndio ardhi ya Mererani yenye madini ya Tanzanite. Baada ya safari ya saa 1 na dakika 36 kupita barabara za lami na vumbi, leo tumefika katika kijiji kilichobeba simulizi nzito ya kusikitisha, lakini yenye mafunzo makubwa kwa kila mmoja wetu. Hapa tunaenda kukutana na shangazi wa Mbuguni, mama mwenye umri wa zaidi ya miaka 75, unaweza ukamwita bibi, anayejulikana kwa jina la Elialilia Simon Mungure, mashuhuri sana kama shangazi wa Mbuguni. Kwa zaidi ya miaka 10, maisha yake yamekuwa kitandani, halali kwa kunyooka, hatembei, hawezi kusimama tena kama zamani, lakini moyo wake, kumbukumbu zake na simulizi zake bado vinaishi kwa nguvu kubwa sana. Ni nini kilimsibu mpaka kufikia hali hii? Anaishije kila siku? Nani anayemsaidia? Na ni siri gani inayomfanya aendelee kuwa na matumaini baada ya miaka yote hii? Simulizi yake ni ya kushangaza, ya kugusa moyo na yenye mafundisho makubwa ambayo huenda yakabadilisha namna unavyoangalia maisha yako. Usibonyeze kitufe cha kutoka kabla hujamsikia. Hakikisha pia umesubscribe kwa kujiunga na chaneli hii, umewasha kengele ya taarifa na ushiriki kwa kusambaza video hii ili simulizi ya shangazi wa Mbuguni iwafikie watu wengi zaidi. Karibu tuanze safari ya kusikia maisha halisi ya mwanamke ambaye kwa zaidi ya mwongo mmoja amekuwa akiishi kitandani, lakini hajawahi kukata tamaa. Karibu shangazi. Mimi naitwa Elialilia Simon Mungure, ni mzaliwa wa Mbuguni, kijiji cha kambi ya Tanga Kati. Shangazi, tuambie kwamba huu mwaka sasa ambapo tuko mwaka 2026 ni mwaka wangapi ukiwa huko kitandani unaumwa? Kwa huu mguu sasa hivi sijachanganyana kwenye na magonjwa ya nyuma. Kwa huu mguu tu ilivunjika mwaka wa 2015. Mwaka 2015. Ndio. Kwa sasa huu ni mwaka, tunaenda mwaka wa 11. Wa 11. Ilikuwaje siku hiyo ambapo ndipo uliumia? Sasa siku hiyo niliondoka hapo nyumbani kwangu. Nikaondoka nikaenda kwenye kura. Nimefika mahali kuna mkuu hapo barabara ya kwenda kwenye kura na mwingine kupanda na njia ya mahakamani. Pale nilipofika pale nikaanza kusikia moto unaniwaka tumboni. Moto ulivyoniwaka tumboni hivi nikasikia kama mtu, kama nasikia kama tumbo linataka kuniletea shida. Nikaenda kwa jirani mmoja pale nikamwambia naomba ni mahali pa kujisaidia. Ile nimeingia pale nimejisaidia, ni maji yanatoka meupe kama tu mkojo vile, lakini yanatoka kwenye haja kubwa. Kaondoka pale nikavua nguo zangu nikaenda kwenye kura. Fika pale kwenye kura tu. Nimaliza kupiga kura hivi. Nikaondoka sasa nikaenda nafika sehemu za madukani. Nafika hapo mahali ofisi, kuna ofisi watu wamesimama, watu wanaangalia ofisi ya Chadema hapo. Mimi niko pale na watoto wanaenda shangazi vipi ngamba nimeshamaliza kupiga kura. Wakaniambia unaenda nyumbani saa hizi, ngamba siendi nyumbani mimi. Nimeshachelewa ibada, nitakaa tu nirudi na nyumbani.
ila ninageuka tu pale, niko na wale wadada, sikuanguka, nimegeuka tu hivi, kugeuka kidogo hivi nikawa kama mtu sijui, nikawa kuna kitu kimenipiga, sijaelewa mpaka leo, nikajikuta tu nimeanguka kwa ubavu hivi, nimevunjikia mguu pale pale. Basi pale naambia wale wadada, jamani, shangazi zangu nimeumia hivi. Sasa watoto wamezoea kunitania, wanaambia shangazi, vile naona tutania. Nikamwambia njooni, siwezi kuamka. Nikijaribu hivi nimeshindwa, ndio watu wakaja wakanibeba. Mtoto wa binamu yangu akatafuta bodaboda pale, wakanichukua wakanipeleka hospitali ya Mbuguni hapo. Nikakaa hapo Mbuguni siku 4. Usafiri ukitafuta ambulance, naambia ambulance Mbuguni sijui niambia imeenda wapi. Basi ndio ngaja kuchukua siku ya 5, nikachukuliwa nikapelekwa Tengeru. Fika pale Tengeru hivi, maana nilikuwa nimepelekwa na nani na hizi na haya magari ya abiria. Hizi nani DCM. Nimefika pale Tengeru nimepandishwa na sasa ninapotia kwenye gari. Wale hospitalini kule wamesikia wale manesi. Wakati na ile nani yale matela ya kubebea mtu sasa. Wanafika hivyo karibu na gari wanasema, wakauliza amevunjikia wapi, wakaonyeshwa. Wakasema mgeuzeni pelekeni Mount Meru. Kufika pale barabara ya Tengeru, barabara za kwenda mjini, watu wakasema huyu mama mnavompeleka hivyo analia hivi, anda ukatwa mguu tu sasa hivi, mpelekeni Ngwaranga. Bahati pale akaja baba mmoja na gari yake, wakanichukua wakanipandisha Ngwaranga. Kwa hiyo nimekaa Ngwaranga miezi 7 eti. Nimetesekea pale Ngwaranga kweli, mguu ndio huo unawekwa chuma ikajikunja, kaja nikatolewa, nikaja nikawekwa nyingine, ila nyingine nikaja nazo sasa, kama mtu nimepata nafuu nazo, nimeshaletewa chuma za kutembelea za kuweka huku, natembea nazo. Kumbe ninavyojipa zoezi la kutembea, ile chuma na yenyewe kaanza kusaga mguu kule ndani, maana upande mmoja kama msumeni, yani wameweka pale, kwa sababu pale mfupa uliposagika, naona sijui kusanye mafupa, sielewi. Basi ndio nikaja nikaumwa tena mguu pale kwenye operation ikapasuka. Ndio nikachukua tena nikapelekwa Ngwaranga, nikaenda kupasuliwa tena, nikatolewa tena ile chuma. Sasa nitolewa ile chuma, nimekaa tu kwa muda kidogo, maana pale hospitali nimeteseka sana kukosa hela. Maana mara ya kwanza saa hiyo kabla sijatolewa ile chuma, nilianza kuwekwa tu ile chuma hivi. Na zile miezi niliyekaa nikawa nadai shilingi 2.5 milioni. Nikamwambia mimi nyenye sasa 2.5 milioni mimi sina. Mimi niko muwazi, sijifichagi kwa sababu sijapenda. Nikaenda pale ofisini nikamwambia yule keshia, wako wawili, nikamwambia mimi watoto wangu niwaambie mimi sina mtoto, sijawahi kujaliwa mtoto, babangu sina, babangu ameshafariki na mama yangu ni mzee. Ni kweli ninavyosema, nikasema ni ukweli. Basi nikakaa pale, kuna mama alikuwa pale ananiambia utalipa tu hela za watu. Siku moja Mungu akaja, Mungu ni Mungu, akaenda tu kadogo kizungu hivi. Basi ninavyokaa nikikaa, akipita nikimsalimia hivi, nikamwambia habari. Sasa sikumekaa wiki moja, wiki ya pili ile dada akawa akipita asubuhi ananifanyia tu mkono hivi. Anafanya tu, nikasema dada, mbona anataka kunitika ananifanyia hivi? Sikujua dada ameenda lini. Yule binti ndo amenilipia zile hela 2.5 milioni. Nikamuona Mungu ametenda. Niweza nikaja tena nikarudishwa tena hospitali kwenda kutolewa ile chuma sasa. Nikatolewa tena chuma, zile hela nilizoandikiwa tena. Sasa nimesharudishwa tena odini. Nikaambia sasa, huyo mama matron ananiambia, sasa ukikaa kwenye kitanda jua piga mawazo jinsi hela zitapatikana za watu. Nikamwambia wewe mama unakelea na mimi hela zitapatikana, maana huyo wajuu yupo. Ni kweli siku hiyo wamekuja Wajerumani, sasa sijui ni Wajerumani sijui ni wazungu tena, sasa wamekuja wengi kwa mzee wangu kia. Wakaenda kuchukuliwa na magari ya hospitali pale. Walipokuja hivi ile wanatoaga msaada hivi wa kuingia kwenye wagonjwa. Mimi fungu la kwanza likanifikia mimi. Nikawa tena nimetoka tena Ngwaranga nimekuja nyumbani. Kwa hiyo kweli Mungu akawa ananihudumia. Mungu amenihudumia eti mimi yani mpaka na leo namuona tu Mungu ametenda. Ndio nikarudishwa sasa nyumbani, nimekaa nyumbani, nimeanza kabisa kutembea, nikaanza kutembea na chuma. Natembea na chuma kidogo, sasa nikashikwa tena na ugonjwa mwingine. Nilikuwa siumwi, kwa tumekaa tu na dadangu. Nataka kunyanyua simu hivi, ananiona mkono haukuti tena simu, mkono unaenda tu hivi, ananiita fulani, siwezi hata kuitika tena. Nikaanza pale kuzimia tena pale, ndio nikachukuliwa sasa tena, nikabebwa nikatolewa hapa Mbuguni, nikapelekwa serikalini Mererani, ikashindikana, nikapelekwa KCMC. Sasa ile kupelekwa tena KCMC, hakwani wanajua mtu anauma tena, na ile ambulance inavyonipeleka, nimefika tena kule na sasa wananigeuza ili nilale kwa ubavu, wanadhani mimi ni mzima, ndio mguu ukaharibika tena pale
ni mpaka sasa hivi ndio niko nimekaa nao hivi. Kwa hiyo ndio hivyo maisha yangu yamekuwa mwanangu. Kwanza ni kuambie pole shangazi. Baba, asante sana. Lakini kuna watu ambao wanakusapoti. Ndio. Kuna watu ambao wanakusaidia hapa nyumbani kwa sababu kama ulivyosema shangazi, baba, kwamba huna mtoto, hujawahi kujaliwa mtoto. Ni kweli, lakini nimesema kwa sababu Mungu tu anipa ujasiri wa kuongea bado hospitali, kwa sababu soma nimeongea kwa ubaya na watu wananiangalia, na mdogo wangu ndo anatembeaga na mimi, hata kama nikufa ndio hata nitamfia yeye huko mbele ya safari. Yeye anahangaika na mimi na huyo wa kiume. Sasa ndio nakwambia huyo wa kiume sana, yeye nimemwona amechoka. Mungu nikasema Mungu ni sasa nianze kuongea. Niongee na huko duniani, Mungu afanye njia nipate msaada kwa watoto. Kwa sababu soma nilisema kwa ubaya siku hiyo. Nilisema kwa sababu sasa yule matron hataki amonte na mdogo wangu. Anamtukana mdogo wangu, anambia mnakaa hapa unafanya nitoeni hela. Nikamwambia matron kutoka kelele mama. Si kitanda kinakusumbua. Nenda mkanifungie kule kwenye yale makontena pale. Siku ienda akaniambia makontena ni ya baba yako. Nikamwambia sawa, si ya babangu, lakini sinapunguza nani kutakuwa shuka zenu. Nimekaa pale hospitali nimenyanyasika sana baba, lakini Mungu kwa akafungua nje nikapata watoto tena kule hospitalini baba. Kwa hiyo wananihudumia kweli, kwa sababu ndio wanajua kitu ninakula mimi, kwa sababu ninavyokaa hivi ni hapa hivi, nikishuka hapa ni mtu anapelekwa na nje, ifike baadaye nirudishwe ndani, sina kitu ninacho. Sasa ni kazi gani? Maana kama hapa sasa hivi nikisema nifanye kitu mgonjwa umekuja kuzidi hapa, ni kama nimepata uchungu. Ndio maana wasika mwanangu ananiambia nimpe hadi yake, nimepata uchungu kwa sababu nilikuwa nimerundika nguo. Nitaacha kusema cha mtoto mwanangu, vingine vinauma. Nakaa hivi na karai kwenye ndoo, nafua nguo zangu hivi, nafua kwa ile chuma imenikandamiza hii sehemu mpaka sasa hivi maumivu yamenizidi. Ile chuma ya gari ndio imenikandamiza, maana nakaa hivi na kwanza sikujua uchafu. Mimi nilikuwa navua nguo hata kama sina nguo nyingi, navua nguo yangu, lakini nikivua leo kesho sivua, inaitupa pale. Sasa ninavua nguo siku 3. Hamna sasa, hata kama utafuki mautafu wa vumbi, kuna utafu zaidi. Utafu wa mwili ni mkubwa sana. Ni kweli sana, ni mtamu mkubwa sana. Kwa hiyo ndio sasa ndio ukuta msangeni naenda kuropaka na maneno mengine hata yafai. Sawa, pole kwa hiyo. Baba. Na ambao wanakusapoti sasa, umetaja kuna mdogo wako wa kike, lakini pia huyo wa kiume. Baba. Na kuna vitu vingi ambavyo shangazi vinaweza ukasaidika. Kweli baba. Mara ya mwisho ulipiga simu redioni na ilikuwa ni kuhusiana na swala la dawa. Hizi dawa nilikuwa sina, hata hivi nimekuta hivi kwamba ni mtoto amenipa tu msaada, kanileta hivi vilikuwa 4 na huyo vilikuwa viko 6. Yaani maana sinakuwa 10 ndani. Ina vidonge 10. 10, 10 na huyu 10. Ndio nilipata msaada huo. Sasa hii nikapewa 10,000, kama mdogo wangu naye akaenda kudema kuongea huko na watu kipoa asore tunasingiliana hapo. Na wewe kukaa kwenye wheelchair. Lakini pia utuelezee ndio usiku wako unapofika. Baba. Shangazi analalaje kitandani? Baba, sasa hapo ndio kazi mnayoiona usiku. Naam. Na nimeshika tuma yangu hapa. Mashuka yako mengine nimefunika, nimeacha hapa. Najifunika. Nishajifunika hivi. Sasa nikaona nimezidi huku kidogo. Na niona kazi hivi. Nifanye hivi. Akikataa kwenda ninafanya. Namuinua hivi huyu. Namsogeza hivi. Mguu sasa. Ndio natakiwa nijue. Fanya hivi. Hivi sasa. Hivi sasa. Nika hivi. Hamna kuweka kitu. Ulivyoniona ni hivi hivi. Sajile nikina nini najiwekea mwenyewe huku. Naendelea nayo. Kwa hiyo ni hivi hivi unavyoniona kulala kwangu. Nikichoka nafanya hivi. Ndio maana kuna hiki kifurushi cha hapa. Niendelee na kifurushi hivi. Nikae hivi. Nikichoka tena hivi hivi. Sangine nikichoka sana narudi nakaa kwa hivi. Natulia sasa kwa hivi kwanza tena. Ndio malezi yangu, ndio kulala hivyo babangu. Shangazi, kitanda unacho? Wewe hulali ukanyoka kitandani? Siwezi. Kwa nini shangazi? Siwezi kabisa. Mimi sijui. Sijui kwa sababu hii
shida ilinianzia tu huko Ngwaranga. Nishavunjika mguu mara ya kwanza. Lakini ukaenda kuvalishwa POP. Ni kwanza nikaenda Tengeru tu nikapona. Sasa hii sitajua ni nini, maana toka nimevunjika, nimekuambia siku toka nimevunjika, siku nimepiga kura hapo mpaka na leo. Kwa hiyo labda nikija kufikia mahali nijisukume kujiendesha kidogo hivi, lakini kifurushi kinifuatilie nyuma, ikisogea tu mpaka kinibane hapa. Nikilala kwa hivi na mpaka shingo sasa hivi nauma timishiba hii. Sasa kuna sana najitahidi kujikaza nirudi hivi, hata nilale kidogo. Kwa hiyo ndio hivyo, nikikaa kwenye hiyo baskeli nalala usingizi mpaka nafurahi. Kwenye baskeli hapo mpaka nafurahi kweli, lakini hapa ni mateso tu, ni kuhangaika. Mtu hata akija saa ngapi hapa ananikuta tu niko macho. Kama naambia mtoto siku unakunywa 200 hapa, namwambia kimbia tafuta maziwa nipigie mkuku wangu hapa. Kwa nakaa nikiona namna gani naamka nisogee ninywe ile chai yangu, nikichoka nimaliza nirudi nivuta mafurushi yazidi sana huku ili nisaidie nikae vizuri, kwa sababu hasa ukikuta shida imekuwa tena shida kwa hapa tena eti hapa imeshakuwa shida, hali imekuwa shida kabisa hapa sasa hivi. Hata nikipanda kwenye baskeli sasa hivi napanda kwa shida sana, mbali ya kuuma huyu. Kwa hiyo ndio hivyo, ni maisha ndio hayo. Kwa hiyo kulala kwangu ni hivi unavyoniona, ni apeleka kama kitu hivi hii hapa sasa hapa kwenye huu mguu moja ite mwanangu Mungu anajua. Unaona huu mguu hapa hapa sasa hapa nilivyoanguka mshipa hapa ambayo ndio huu hapa ulikatika huu. Unajua mimi ni wa Mungu tu, hata mchao kidogo hapa anajisumbua. Kwa sababu kweli katika mshipa Zambwezi ni kazi ngumu. Kwa sasa hapa nikikaa hivi hapa hamna kitu. Sasa unaniona kuna kitu yaani mfupa ule sagona nani na ile chuma umekuja kujiunga na ule mshipa hivi. Kwa hiyo imekaa kwa katikati wapi hapa. Kwa hiyo ni kama narudisha saa nyingine utana kandamiza hapa hivi urudishe urudi hapa. Ikikaa kidogo hivi unakuwa kama unaweza ukarudi kwa huku na mimi nirudishe hivi niache nikae. Saa nyingine nikandamiza, yani hapa ni nyama haina mfupa hapa. Hakuna mfupa. Hamna mfupa hapa, ndio umeshikana na huo mshipa kwa huku. Ndio maana yani nikikaa hivi nikifanya hivi ndio narudisha hii nyama sasa inarudi. Kwa hiyo hii inaona hapa ndio limekaa kwa hivi hapa. Maana wamenipasua mpaka hapa. Operation mpaka hapa. Sawa. Shangazi, unasema ulifanywa operation ya mguu. Baba. Tofauti na operation ya mguu, ulishafanywa operation zingine ngapi tofauti? Nimeshafanywa 2. Zilikuwaje? Za tumbo. Ilikuwaje na sababu hasa ilikuwa ni nini? Niliumwa tu. Niliumwa, nilivyokuwa naumwa. Nikaenda kufika hapo Mbuguni. Wakanipima sijui, wakaniambia ni ugonjwa gani. Walisema tu, wakaniambia lakini usiogope kwenda kufanyaje? Kwenda kuweka operation. Nikapelekwa Tengeru. Kalazwa Tengeru siku 4. Wakanichukua wakanipeleka Mount Meru. Mount Meru nikakaa kama Mount Meru kwa muda sana. Ndio nikaruhusiwa nikaja nyumbani. Nikaambiwa nirudi tena. Ndio nikaruhusiwa sasa nikaenda kukaa wodini, nikawa natumia dawa. Kuna madaktari nikakaa, ndio nikaja sasa nikaandikishwa kabisa kwenye faili, kaambiwa operation ya masaa 4. Ndio mpaka dakika mpaka sasa hivi kuna binamu wangu mmoja ambaye sasa hivi yuko pale Sanawari, anaulizaga yule roho paka yuko. Maana alivyosikia ile operation kweli, maana alivyomrudia yule mama akamwambia yule bina yuko tu, akamwambia ni mzima. Kweli ndio ile operation. Nikakaa hospitalini, tumbo likaja kufumuka. Nikarudishwa nani, daktari akasema nikakaa kwa huyo mama, nikapelekwa kwa nesi mmoja alikuwa anakaa pale mochori pale. Kwa hiyo nikaenda kukaa pale, sijui lazima ndio nakupatia moto pale. Yaani tumbo lilikuwa lekundu kama hiyo, yaani kidole kama hiyo nguo hivyo. Ishimo kabisa hivi. Maana operation ilianzia hapa. Ndio hii hivi kaenda. Sasa hii ya pili ikaletwa na hii. Maana waliniweka nini mpira, mpira wa kutoa usaha. Sasa nilivyopona ikapona kidonda kwa juu hivi. Kumbe ndani haijapona. Ndani, kwa hiyo sasa mimi ninavyotembea kumbe utumbo unapita kwa pale.
Nikaja sasa nyumbani nikipoa supu, nikinywa supu hivi yenyewe ni salama. Nikanywa mtori siku moja, nikapewa nyama ya kwanza nikala, mimi bado ni mgonjwa. Kula ile nyama nikameza, sijasikia kitu. Nyama ya pili nikasikia sokongoko sasa. Nyama sasa pale haipiti. Kumbe pale kuna shimo sasa ile ambalo haijapona. Sasa utumbo unafanya tu hivi. Bado kachukuliwa shuka ikakunjwa nikafungwa tumbo. Hatujajua ni nini, nikatapika zile nyama zilizotoka hivi. Tumbo likaachia. Nikaja nikakaa sasa, nikawa natembea tu. Sasa nimekuwa na hamu za chakula za nyumbani. Nikaona ngoja tu nichemshe nani mwogo wangu kidogo. Ile tu hata na maji. Sitegemea sana chai saa yote. Nikachemsha muhogo. Wakati muhogo wa mbuguni ulikuwa ni mzuri kweli. Kwa hiyo nimebandika tu hivi vipande viwili, yani nikatoa tu kipande kimoja, nikakaa nikapasua nikaanza kula. Nikala kipande sijamaliza kila kipande. Naanza kusikia kitu maumivu tumboni. Kumbe ule muhogo haupiti. Ule muhogo haupiti. Mimi nakula hapa lakini bado umeshaenda kukandia kwenye lile shimo. Ndio sasa nikaanza tena nikaumwa sana sana. Ndio kijana mmoja akaja wa jirani na mimi hapo, maana kwangu ilikuwa niko kule. Ndio kijana akapita akaja kuita watu, akasema jamani, shangazi anaumwa sana sana, yuko pale bana analia haso. Ndio akaja mamangu na mtoto wa kakaangu, nikachukuliwa usiku nikapelekwa hospitalini. Kufika pale hospitalini hamna dawa, nikawa wamenipiga sindano ya usingizi. Ili Mungu ujue jinsi utakavyokwenda. Asubuhi nikaamka usiku wa manane, nikaanza kusikia mtu hali nzuri. Shangazi, hizo dawa sasa nataka tuzungumzie dawa ambazo unazitumia. Ndio. Hebu anza na boksi la kwanza, utuambie vinakaa vidonge vingapi na unatumia kwa muda gani? Sawa. Ile boksi vidonge hivi viko 10 ndani, pakiti 10. Sawa. Hizo pakiti 10 na meza kwa usiku tu viwili. Manake ni siku 5. Naam, mtazamaji, hizi ni dawa ambazo shangazi anaelezea. Nizitaje kwa utaratibu ambao utakuwa ni mzuri, ambapo utaelewa zaidi. Shangazi anatumia dawa aina 4. Dawa ya kwanza ni ya vidonge ambalo boksi moja linauzwa shilingi 18,000. Kwa mwezi anatakiwa kutumia boksi 2 sawa na shilingi 36,000. Dawa ya pili pia ni ya vidonge, anatumia dawa hiyo ni shilingi 29,000. Kwa mwezi anatumia boksi 2 sawa na shilingi 58,000. Dawa ya tatu ni dawa ya vidonge pia, anatumia boksi 2. Kwa mwezi ni sawa na shilingi 20,000. Lakini pia anatumia dawa ya kuchoma sindano kwa sababu shangazi anachomwa sindano kwa sababu ana tatizo la sukari. Sasa jumla ya pesa zote kwa mwezi anazotumia shangazi ni shilingi 1,134,000. Na hapa unaweza kuendelea kumsikiliza shangazi akizidi kuelezea, japo kwa tabu kidogo, lakini utaweza kumwelewa shangazi ni nini basi anachojaribu kutueleza kwa siku hii ya leo. Na wakati naongea na shangazi, aliniambia anayemsaidia hizi dawa kuna ndugu yake wa kike, lakini pia kuna mdogo wake ambaye anapambana kutafuta fedha huko porini katika machimbo ya Tanzanite, ambaye anajulikana kwa jina la Yona. Haya ndiyo maisha ya shangazi, kila siku yeye na dawa na yeye. Kumbuka tu kwamba unaweza kumsaidia shangazi kwa chochote. Unaweza kumsaidia shangazi kwa pesa ya dawa, pesa ya matibabu, lakini pia kwa namna nyingine yoyote ambapo Mungu amekujalia. Unaweza kumtafuta shangazi kwa simu namba 0744 44
35 68, 0744 44 35 68. Na hapa shangazi anaelezea ni jinsi gani basi alivyoweza kupata vidonda kutokana na sukari. Nimepona, lakini sasa bado ni hatari. Maana ukiacha hivi nzo wananilalia, wanafuata hapa hapa. Sasa sijui ni sukari kweli ama ni matope tope nimewekewa, sielewi. Naona huyu hapa kwenye kisigino zimepona, lakini inauma haso. Ni hapa chini kwenye kisigino. Hicho hapo uone. Okay. Hapo ndio kilimwaga maji hapo kinani, kilivimba maji makubwa ndio ile kupasuka kwa bahati. Sio cha kisigino hicho. Na hiki sasa huko. Naona. Baba. Sasa ndio minyima sasa nikisimama. Maana na mtunaona ndio anaenda sasa. Yaani daktari ameniambia nilinde, maana hata nikikaa hivi sijui vinavuta jenzi. Lazima nisakimbilie pale. Ndio maana huwa unafunika. Ndio maana nafunika. Ndio mwenyewe akaja akanikuta siku moja nimefungua, akaniambia hapana funga. Kwa hiyo hapa huyu hapa yeye nimefunika na nguo pamoja na huyu. Sasa ningooka kwa ajabu tu, maana alichoma hapa, akachoma hapa, hapa akutoboa, hapa ameungua tu juu juu. Sasa aliyetoboa ni yule pale kisigino. Huyu hapa ilikuwa kidonda. Amechomoka tu kwa huku mtaka kutulia kwa hapa. Na ilikuwa ni unaumia ndio kinatokea kidonda au kilikuwa kinakuaje shangazi? Sasa hivi vidonda mimi vimeungua, nimelala sijui. Ukiwa umelala? Vimeungua, niko nani kule, niko nani eti niko watu wananingojea tu 6MC. Sasa mdogo wangu kuja akaangalia, akakuta akaona mahali nimekuwa mweusi. Nimekuwa mweusi, akakimbia akamuita daktari, akamwambia mbona dada yangu, mbona mwili unajichoma? Akamwambia hiyo ni sukari. Sasa niwachekeshe, sasa sukari yangu ilikuwa kituko. Nilikuwa sasa niko udini pale, nimekuwa nimeweka mipira. Nimeweka mipira sasa, watu nyumbani wakija wakikuta wanasema sio mimi. Sasa nimelala hivi. Wanangu sijui kitu kilichoto, mimi sijaonaga sukari, machuma yamesimama marefu hivi, sukari zinamiminika hivi, sukari kabisa ya chai hivi kwenye kitanda, na sukari ya chai inatoka kwenye macho hivi. Yaani kumbe jinsi maombi yanavyopigwa kule, maombi yanavyoombo, na ile sukari ndivyo inamiminika hivi. Kwa hiyo sukari inaonyesha tu kwamba ni mtu tu amefanya apige puu mara moja. Yaani sukari, namkana naambia mdogo wangu, hii ni hospitali gani, mbona sukari nyingi hivi? Waambie wachote sukari, ingine inakuwa kama inafunga mlango. Kumbe sukari inavyotoka, inavyomiminika, inavyotoka kunashuka kwenye mwili wangu hivi. Mimi naona sukari ya chai. Wewe unaona, lakini kiuhalisia ilikuwa ni nini? Nilikuwa kwenye ulimwengu, nilikuwa sijui ni nini. Wewe unaona kwenye ulimwengu wa roho sasa. Kabisa sukari inamwagika nyingi, eti nyingi. Unaweza sasa kuja kuzinduka ile sukari kukosa kwenye macho. Ndio hapa nimeungua sasa, ikawa na bahati ningekuwa nimeungua zaidi. Yani sukari ilitoka, yani kitanda kinamwagika sukari huku. Naambia mdogo wangu, mama sina njoo eti. Waambie watu wachote sukari zao. Mimi nimefungwa mipira, lakini ninapata ufahamu wa kumuita. Naambia masina uone sukari, akamwambia mama mkubwa mna sukari eti. Kama kuna sukari mimi naiona nyingi na miminika hivi. Kweli, yani ndio hapo nikakuta nimeshaungua. Kwa mdogo wangu anauliza tu, anaambia wa hiyo ni sukari na mchoma. Sasa nikachoma tu, kachoma hapa. Sasa na wote hivi usijua kaona hivi. Huyu hapa nilipokuwa naosho. Naona uvimbe huu si uvimbe. Ni mshipa umekosaka mahali pa kupelekana au damu ndio bado unajitesa. Maana mshipa ulioshwa hapa, ikatoka nyama hivi. Ile nyama ikasimama hivi. Ilivyorudi vikangania kwenye nyama. Kabidi daktari ashike mkasi, ashike ile nyama hivi. Ile nyama iko na kwenye mshipa. Alivyokata hivi akakata na mshipa. Kwa hiyo damu inamiminika kwake huyu, na huku damu inamiminika huku. Kwa hiyo hapa mshipa ulikatika, na hapa ni hivyo hivyo. Yaani kuna nyama, si nyama kama ngozi inapanda hivi. Inashikwa ile ngozi sasa itolewe ili kidonda kioshwe. Inakuwa kama imelingania pale. Kwa hiyo inabidi daktari ashike na mkasi hivi, anyanyue hivi, akate kwa chini. Kwa hiyo sasa mshipa ndio unanisumbua mpaka leo, ndio huu umekaa hivi huu. Maana ulikatika hapa. Kwa hiyo niko kwa KCMC nimeungulia hivi. Sawa. Shangazi. Baba. Pamoja na kwamba una uhitaji wa kupata dawa baba, ambazo sasa zimekuwa ni sehemu ya maisha yako ya kila siku baba, kwa sababu tunasema kwamba bila dawa wewe hujaishi. Ni kweli. Lazima kila siku upate dawa asubuhi, lakini upate pia jioni. Ni kweli. Ikakuta hii box hii, haya maboksi ikakuta ni mfuko nilikuwa hapo, kuna dawa kama hizi. Sasa ni wachabu nikabati haya nikaja nayo huku mengi.
mpaka namwambia daktari ya madawa tena nakula hivyo, naambia ni hivyo sasa utafanyaje? Sasa ningefikiria kuna dada mmoja tu ameacha dawa, mtoto wake ameenda kuchukua dawa kwa zimeisha. Ameenda kwenda kuchukua na rudi akuta mama yake ameshakufa. Na alikuwa mzima, ile dawa tu eti imefika ile masaa yake. Sasa ni kifo ni nani maajabu gani sasa? Kama ndio kufa tu kwende tu. Shangazi, tunaongea tunacheka tunafurahi kwa sababu pia tuna mzima. Baba. Na Watanzania wataona hii video. Ni kweli baba. Watajua na watakusikia. Ni kweli babangu. Na bahati nzuri kila mtu ana roho yake. Ni kweli baba. Kama huyu ambaye alikuja akakulipia milioni 2,500,000 kumkumbuki hata alipo, lakini alijitoa baba kwa ajili yako. Ni kweli. Ninaamini pia Watanzania bado wataendelea kujitoa kwa ajili yako. Ni kweli. Hapa tena unaona maboksi hapa. Kuna kijana amejitolea kule maji ya chai akatuma 75,000. Hizo dawa ndio dawa zikaenda nimeshazimaliza hivi. Sasa hata naogopa kusalimia wale watoto. Wala nikipiga tu simu kumsalimia yule mtoto atajua shangazi yetu kula. Shangazi ana shida. Na simjui hata. Afadhali nyenye nimewaona. Unajua huyu ni Majakunde. Sasa nisemeje kweli? Ni kweli shangazi. Sasa baba. Shangazi. Baba. Kuna mengi baba ambayo watu wanataka kujua kuhusiana na maisha yako. Ndio baba. Sasa hivi huko unaishi na mdogo wako ambaye ni Yona. Baba. Unatamani kama Watanzania wanasema sasa tunataka tumsaidie shangazi. Ndio baba. Unataka usaidiwe kitu gani? Sasa nisaidiwe nini? Nisaidiwe tu kuangalia na madawa tu mimi sasa. Sasa nikisema Watanzania wakanijengea nyumba. Ndio zinakuwa na hapa tu kazi. Nyumba namwachia nani? Sina hata mtoto mimi. Shangazi, yote hayo ni Mungu anatoa. Watanzania wanisaidie tu wajue nitakavyoendelea kuishi kidogo huko mbele. Wajue na mahitaji, wajue nakula, maana naona hata huku naonyesha nimewachosha eti. Kwa hiyo Watanzania wakijitolea watoto wengine huko Mungu anafanya.